Mkurugenzi wa shirika la ujasusi la Israel, Mossad, Roman Goffman, ameripotiwa kuondoa maafisa wawili wa ngazi za juu wa taasisi hiyo ambao walihusika kwa karibu katika kuandaa mpango wa siri uliolenga kuangusha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hatua hiyo imeelezwa kuwa sehemu ya mabadiliko makubwa ndani ya Mossad kufuatia kushindwa kwa mpango huo kufikia malengo yaliyokusudiwa. Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa na vyombo vya habari vya Israel, mmoja wa maafisa hao alikuwa mkuu wa idara ya ujasusi ya Mossad, nafasi aliyokuwa amepewa mwezi Disemba mwaka jana, huku mwingine akiwa mkuu wa kitengo kinachosimamia operesheni zote zinazohusiana na Iran. Maafisa wawili walitajwa kuwa miongoni mwa wabunifu wakuu wa mpango wa operesheni uliokuwa umeandaliwa kwa maandishi na uliolenga kuondoa utawala wa Iran kupitia mchanganyiko wa mashambulizi ya kijeshi, uungwaji mkono wa makundi ya wachache wa kikabila na kuchochea maandamano makubwa ya wananchi. Ripoti zinaeleza kwa mpango huo uliwasilishwa kwa viongozi wa juu wa Israel na ulijadiliwa pia na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu katika mazungumzo yake na Rais wa Marekani Donald Trump, wakati akijaribu kuishawishi Washington kuunga mkono hatua za kijeshi dhidi ya Iran mapema mwaka huu. Wazo kuu lilikuwa kwamba mashambulizi makubwa dhidi ya miundombinu ya usalama ya Iran yangesababisha kudhoofika kwa serikali ya Iran na kutoa nafasi kwa upinzani wa ndani kuiondoa madarakani. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama vilivyonukuliwa katika ripoti hiyo, tangu Roman Goffman alipoteuliwa kuongoza Mossad, kulikuwa na tofauti za kimtazamo kati yake na maafisa hao wawili kuhusu namna operesheni dhidi ya Iran zilivyopaswa kuendeshwa. Hata hivyo, imeelezwa kuwa kuondoka kwao hakukutokana na kufukuzwa kwa ghafla, bali ni mabadiliko ya pande zote katika mchakato wa mageuzi ya ndani ya Mossad. Maafisa hao wanatarajiwa kubaki ndani ya taasisi hiyo katika nafasi nyingine tofauti. Mpango uliokuwa umeandaliwa kwa Mossad ulilenga kuanzisha operesheni katika eneo la Kurdistan la Iran karibu na mpaka wa Iraq. Kwa mujibu wa mpango huo, Iran ilitarajia kufanya mashambulizi makubwa dhidi ya vituo vya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC katika maeneo hayo ili kufungua njia kwa wapiganaji wa Kikurd kuvuka mpaka na kuingia Iran. Baada ya kuingia nchini humo, wapiganaji hao walitarajiwa kusonga mbele kuelekea miji yenye wakazi wengi wa Kikurd kaskazini magharibi mwa Iran. Waandaaji wa mpango huo waliamini kuwa maelfu ya vijana wa Kurd wangejiunga na operesheni hiyo na kuibadilisha kuwa vuguvugu kubwa la upinzani ambalo lingeweza kuenea katika maeneo mengine ya Iran na hatimaye kufika hadi mji mkuu wa Tehran. Mbali na operesheni za kijeshi, mpango huo ulitegemea pia kuzuka kwa maandamano makubwa ya wananchi. Mossad ilikadiria kuwa mamilioni ya Wairani ambao hawakuridhishwa na utawala wa Kiislamu wangejitokeza mitaani mara tu serikali ingeonekana kudhoofishwa na mashambulizi ya kijeshi pamoja na mafanikio ya wapiganaji wa Kikurdi. Kwa mtazamo wa waandaaji wa mpango huo, mchanganyiko wa mashambulizi ya nje na shinikizo la ndani ungeweza kusababisha kuanguka kwa serikali ya Iran. Katika siku za mwanzo za vita kati ya Iran, Israel na Marekani, Israel pamoja na Marekani zilifanya mashambulizi makubwa dhidi ya malengo mbalimbali ya usalama katika eneo la kaskazini magharibi mwa Iran. Mashambulizi hayo yalihusisha vituo vya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, viongozi wa usalama, kambi za kijeshi, mifumo ya makombora na vituo vya polisi pamoja na vituo vya wanamgambo wa Basij. Kwa mujibu wa ripoti hizo, hatua hiyo ilikuwa sehemu ya maandalizi ya kurahisisha operesheni ya wapiganaji wa Kikurdi kuvuka mpaka na kuanzisha mashambulizi yao. Hata hivyo, mpango huo haukuendelea kama ulivyokuwa umepangwa. Inadaiwa kuwa kuvuja kwa taarifa za siri kuhusu operesheni hiyo kwenye vyombo vya habari, shinikizo la kidiplomasia kutoka Uturuki pamoja na tahadhari ya viongozi wa Kikurdi ambao hawakuwa tayari kuingia katika vita vya moja kwa moja dhidi ya Iran kulifanya Marekani kuamua kujiondoa katika sehemu muhimu ya mpango huo. Kuondolewa kwa maafisa hao wawili sasa kunachukuliwa na wachambuzi kama ishara kwamba Mossad inaanza kutathmini upya mikakati yake dhidi ya Iran baada ya operesheni iliyotarajiwa kubadili mwelekeo wa kisiasa nchini humo kushindwa kutekelezwa kikamilifu. Wakati huo, mvutano kati ya Israel na Iran unaendelea kwa moja ya changamoto kubwa za kiusalama katika Mashariki ya Kati, huku kila upande ukiendelea kutafuta mbinu mpya za kulinda maslahi yake na kuathiri uwezo wa upande mwingine.
Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.